falamma wasala ilayhi alkitab radda ilaina jawaba, barua yetu ilipofikia akajibu akasema asamana Allah wa iyyakum bittaqwa, Allah atukinge pamoja nanyi kwa ucha Mungu. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atupe ucha Mungu ili aweze kutukinga na adhabu, atukinge na maasi. Wafaqana wa iyyakum limuwafaqati alhuda, na Allah atupe tawfiki na nyinyi tawfiki ya kupatia haki, kupatia uongofu. Amma ba'd, fa innaka aslahaka Allah sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tasbir nafsuka ala at-tamassuk bihi au tusabbir nafsaka ala at-tamassuk bihi. Inawezekana yote ukaleta maana hiyo ikawa sahihi, haishikani fikani. Hakika aslahaka Allah, hili neno aslahaka Allah, Allah akutengeneze, akuongoze. Fi ishara, kuna ishara kwamba Imamu Muzani ameshajua kwamba kuna tetesi hizi. Kuna ishara kwamba al-Imamu al-Muzani amejua kwamba kuna hizi tetesi. Asa sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tasbir nafsuka ala at-tamassuk bihi au tusabbir nafsaka ala at-tamassuk bihi, nikuwekee wazi, nikushereheshee sunna aqida, jambo la aqida ambalo nafsi yako itakuwa na subra katika kushikamana nalo. Watadra bihi anka shubha al-aqawil, hapa pia ni dalili ya wazi kwamba ameshajua, bali ana yaqini kwamba nikikubainishia hili itakuzuia wewe na shubha za wasemaji maneno, al-aqawil, shubha za qila wa qal ambazo walikuwa akituhumiwa yeye. Shubha al-aqawil, aqawil ni kutokana na qila wa qal. Ubainifu utakuzuia wewe na shubha za qala wa qala ambazo zinaenezwa kuhusu mimi. Wa aqawil jam'u aqwal, aqawil ni jam'u ya aqwal na aqwal ni jam'u ya qawl wa huwa al-kalam. Shubha ya maneno na maneno ambayo yamezushwa yanaitwa aqawil tahqiran laha, katika hali ya ya kuyadharau, yani hayana kima, kwa sababu maneno ambayo yamezushwa yanasemwa inaitwa aqawil. Kwa hiyo aqawil inatumika katika maneno yaliyozushwa ambayo hayana uhakika ametoka wapi, ghaliban inatumika hivyo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala utaqawwala alaina ba'd al-aqawil. Na al-qawlu inatumika katika khair, wal-qil wal-qala, qil na qal inatumika katika shar. Qila na qal inatumika katika shar. Hii ni katika faida. Qila na qala, ukisikia qila wa qala maana yake inatumika katika shar. Huwezi kumwambia mtu katika jambo ambalo lina uhakika kwamba ni qila wa qala, la, unasema qaul, yani ina uhakika. Lakini qila wa qala yani ni maneno tu ya kuzushwa, hayana uhakika. Wa zaygha muhdathati ad-dallin, wa zaygha muhdathati ad-dallin. Zaygh ni kupinda, ni inhiraf.
والزيغ هو الانحراف عن الحق، الميل عن الحق. وزيغ محدثات الضالين، na kupindishwa kwa mambo ya uzushi kulikopindishwa na adh-dhalin, wapotevu, yani ahli bid'ah, الضائعين الهالكين. والضال قد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا. الضال مبتدع anaweza akawa ni kafir, anaweza akawa mubtadi', anaweza akawa fasik, anaweza akawa fasik. Lakini inayobainisha maana au makusudio ya huyu dhal kwamba ni nani ni siyaq ya maneno. Siyaq ya maneno ndiyo inayoonyesha kwamba adh-dhal hapa amekusudiwa nani, kafir au mubtadi' au fasik. Kwa hiyo kwa siyaq ya maneno hapa adh-dhal anakusudiwa mubtadi', anakusudiwa mubtadi'. wal bid'atu ma uhdithat fi ad-din min ghairi dalilin shar'iyyin sahih. Ni katika maana za bid'a. Bid'a ni yale yaliyozushwa katika dini yasiyokuwa na dalili sahihi ya kisheria sahihi, ndio bid'a. وقد شرحت لك منهاجا, na hii inaonyesha kwamba alisema kwamba wazayr muhdathati ad-dallin inamaanisha kwamba al-Imam al-Muzani anajua kwamba wanaoeneza shubha hizi mpaka zikawafikia masalafi miongoni mwao wanafunzi wake, mpaka wakamuuliza, waliozieneza hizi na kuzishikia kidedea ni ahli bid'ah, sio masalafi, sio tulabi ilmi, sio wanafunzi wake, la, ni ahli bid'ah ndio ambao walikuwa wanaeneza hizi shubha za kwamba al-Imam al-Muzani anasema Qur'an makhluq au ana waqf ni katika waqifa katika Qur'an. Walioeneza hizi shubha ni ahli bid'ah, ndio walikuwa wanaeneza hizi shubha. Ama shubha hizi zilipowafikia ahli sunna, wao hawajakubali, hawakuzieneza, wao walimuuliza moja kwa moja imamu. Na hii ndio tofauti ya as-sunni salafi na mtu wa bid'ah. As-sunni salafi akisikia habari hufanya uchunguzi, je, hii habari ni sahihi au si sahihi, sio kubebabeba tu. As-sunni as-salafi, talib ilmi khususan na muislamu yeyote ambaye ni salafi ala aqidati sunna, hawezi kubeba habari kama ilivyo bila kuichunguza. Nimesikia kila, imesemekana, la. Khususan habari zikihusu damu, zikihusu nchi, zikihusu wali amri mtawala, zikihusu maulama, zikihusu aqida. Hii milango ni hatari sana. Kusema bila ushahidi katika milango hii ni hatari. Milango yote haifai kusema bila ushahidi, lakini hii milango ni hatari zaidi kwa ukubwa wake. Kwa habari tumeziona kwenye gazeti, wewe unabeba, sijui unasikia mtawala fulani, sijui waziri fulani, sijui kafanya nini, rais kafanya nini, wewe unabeba tu bila kuchunguza hii ni sahihi au si sahihi. Wewe unabeba tu. Tena katika mambo ambayo ni hatari sasa hivi, hii mitandao hii imekuja kuvuruga kabisa, kwa sababu habari inatungwa na picha yako inatungwa. Sio picha tu, video yako inatungwa, yani wewe mwenyewe ni wewe kabisa, kumbe sio wewe. AI, yani kabisa wewe kabisa. Halafu ndio huko kwenye TikTok huko umeweka unavuta sigara, bonge la sigara na kilemba chako, sio wewe, lakini ndio yani picha fulani ndio wewe, sio si fulani ndio wewe, unafuta macho hiyo, kumbe si.
Picha imetengenezwa tu, video kabisa imetengenezwa, unaongea kwa sauti yako, kila kitu. Si mnaviona sasa hivi vinaonekana. Na ndio maana ushahidi wa picha haukubaliki kwa kadhi. Ushahidi wa picha haukubaliki kwa kadhi na mafukaha, bali sheria iko sahihi. Na miongoni mwa maana watu walikuwa na kabla kuzuka sasa, kwa nini sikubaliki? Kwa nini? Si hayo tunayaona, si hayo tunayaona. Kwa sababu ingekuwa itlaqan hiyo ya kubalika ushahidi wa picha, watu wengi sana wangefungana kwa uongo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba salafi asichukue habari maadamu kaiona imetangazwa kwamba kuna shekhe fulani kafanya hivi. Shekhe wa salafi yeye taakadi kwanza, bali hata katika rudud kutaka kumradi hata mtu wa bid'a, hata kafir, kutaka kumradi kafir ashiria, bali mtu wa bid'a kafir kabisa, Nasrani, Yahudi, unataka kumjibu maneno yake aliyosema, usiseme tu nimesikia. Tafuta yale maneno, taakad, ikiwezekana kupata yale maneno yenyewe, uyanukuu kama yalivyo, na huo una uhakika kayasema, alafu ndio ujibu. Hii haina maana kwamba tunakanusha habari ya thika. Habari ya thika inakubalika, lakini baadhi ya watu unaweza ukadhani ni thika lakini si thika, au ana ghafla au kathiru nisyan, anasahau sana. Kwa tadayun, katika upande wa tadayun ni mtu mwema na swali salafi vizuri, hana shida, lakini katika upande wa kuhifadhi vitu akawa hana uwezo huo. Kwa katika upande wa kunukuu habari hatuangalii tu kwamba huu ni mustaqim, tunaangalia pia na uwezo wa kudhibiti habari. Na kwa watu wa hadithi, uthika hauchukuliwi tu katika mlango wa i'tidali ya dini, yani kwamba mtu yuko vizuri, mcha Mungu, salafi, ikawa inatosha. Anaweza akawa salafi vizuri akawa dhaifu, hadithi zake hazikubaliki, ni dhaifu, lakini ni salafi, wala hana shida yote. Naweza kuwa ni salafi alim katika fiqh, lakini katika kuhifadhi hadithi akawa hana uwezo wa kuhifadhi na kuzidhibiti hadithi. Ili lazima lieleweke hili. Sasa inawezekana kweli mtu ni salafi akasikia ile habari, lakini hakuidhibiti vizuri, akakufikishia wewe vingine, hususan zama hizi ambazo kumekithiri mambo mengi sana na hifdhi imepungua. Kwa hiyo bwana fulani kasema, umemsikia? Nimemsikia. Kuna sehemu yale maneno yake umeyaona yamehifadhiwa, labda kwenye YouTube au kwenye nini, yamerushwa au kaandika sehemu. Ndio, hebu lete nione. Ina maana huniamini? Nakuamini, lakini huu mlango wa rududi unaweza kumradi mtu alafu kaaibika akafanya nini, wanasema counter attack, akafanya counter attack, umekwisha. Muongo, nimesema wapi? Umesema kadha, mimi sijasema hivyo, nimesema hivi. Muongo. Kwa hiyo muhimu sana kudhibiti maneno. Anasema waqad sharahtu laka minhajan muwaddihan muniran, hakika nimekushereheshea minhajan ay almanhaj, الطريق الواضح، manhaj, aqida sahih. Na hapa ameita aqida manhaj, kwa sababu manhaj ya salaf inapatikana katika aqidatu salaf, manhaj salaf inapatikana katika aqidatu salaf. Hawezi mtu kuwa na manhaj ya salaf kama hajasoma aqidatu salaf na hajaitakidi aqidatu salaf, haiwezekani abadan, haiwezekani, kwa sababu aqidatu salaf ndio manhaj salaf.
muwaddihan muniran, nasherehesha na kung'arishia njia. Lam alu nafsi wa iyyaka fi nushan, lam alu yani sijafanya ubakhili wa nafsi, wa kuinasihi nafsi yangu na kunasihi wewe, bali nabainisha na kukufafanulia kile ambacho unakihitaji. Bada'tu fihi bihamdillahi dhirrushdi, nimeanza katika huu bainisho kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ni kumhimidi na kumfanyia thana, kumwadhimisha. Ndio kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumwadhimisha, kufanyia thana, ndio kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Dhir rushdi yani almuwaffiq walhadi ila tariqi alhaq, mwenye kutoa tawfiq, yeye ndio mwenye kuongoza. Kwa sababu tunafahamu kwamba alhidayah hidayatan, hidayatud dalala wa hidayatul irshad wa hidayatut tawfiq. Hidayatud dalalati wal irshad wa hidayatut tawfiq. Makusudio hapa dhir rushdi ay dhil muwaffiq, ay almuwaffiq. Almuwaffiq dhir rushdi bimaana almuwaffiq, mwenye kutoa tawfiki ya uongofu, mwenye kumpa mtu uongofu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii hidayah ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndio anaweza akamfanya mtu awe ni mwenye kuongoka, yeye peke yake. Ama hidayatud dalala, kubainisha, kufafanua, hili ndio wanalifanya manabii, mitume, manabii, maduat, wanabainisha. Ama kufuata haki, hii ni tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ika wewe umuongozi unayemtaka, yani uongofu wa tawfiq, uongofu wa kufuata haki. Lakini Allah yahdi man yasha, lakini Allah yahdi man yasha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anampa haki, yani anampa mtu uongofu wa kufuata haki anayemtaka. Pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapupia ammi yake Abu Talib hawezi kusilimu, alipokuwa anahuzunika sana, ndio Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. والتسديد، التسديد أي المسدد الموفق إلى الحق، mwenye kumfanya mtu apatie katika haki. Kama anasema Allahumma saddidna lilkhair ay waffiqna lahu, ya Allah tufanye tupatie katika khair, tupe tawfiki katika khair. Alhamdulillah ahaqqu man dhukir wa awla man shukir. Alhamdulillah, alhamdu huwa athanau ala almahmudi maa almahabba, ni kumsifu anayehimidiwa pamoja na mahabba na ta'dhim, ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumpenda na kumuadhimisha. Na alif wal lam alhamdu lilistighraq, ay kullu almahamidi lillahi ta'ala, sifa zote, thana zote anastahili Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndiye anastahili sifa kamili na himdi kamili pamoja na mahabba na ta'dhim. Na hii jambo kubwa sana, almahabba wa ta'dhim. Usidhani kwamba utamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na himdi yako ikawa sahihi bila kuwa na mahabba na ta'dhim, kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala.
usidhani kwamba himdi yako hiyo itakuwa ni sahihi. La budda min almahabbati watta'dhim. Na faida ya ta'dhim, kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, faida yake miongoni mwa fawaidi za kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'dhim ni pale unaposomewa maneno yake unaogopa. Kama una dhambi unatubu, kama una taksir, una upungufu katika jambo fulani, basi unakamilisha. Ndio faida ya ta'dhim. Na ndio maana maulama wa tauhid wanasisitiza sana at-ta'dhim, mahabba wa ta'dhim. Unahudhurisha katika moyo wako kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakufanya ukisomewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala urudi, kwa sababu unamuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa sababu ya kukosa ta'dhim, leo hii hatujali, tunasomewa aya, hadith, lakini haturudi, hatuachi makosa yetu, kwa sababu hatuna ta'dhim katika nafsi zetu, hatumuadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala, hatuhudhurishi katika nyoyo zetu kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini wakati mwingine tunaathirika na miongozo isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu hatuna mahabba yaliyokamilika na Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama qallat almahabba kullama naqasa alittiba'. Kila ambapo mahabba yanapungua ndipo ufuataji wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala unapopungua. Almahabba, kwa sababu haiwezekani ukafuata mwongozo wa usiyempenda ukaacha mwongozo wa unayempenda, yani ambaye umehudhurisha katika nafsi yako mahabba. Kwa maulama wa tauhid wanatia sana mtikazo hii nukta muhimu sana. Ndio maana unaweza kukuta mtu, kwa nini shakli yuko vizuri, shakli dhahir ni mtu wa ibada, mashallah, shakli ya kisunna, lakini kwa nini unamuona na mikhalafa, tapeli, ana majanga makubwa? Kwa nini? Kwa sababu ya qillatul mahabba wa ta'dhim, upungufu wa kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na mahabba. Ndio unapelekea mara nyingi watu ambao wana dhahiri ya istiqama kuingia katika maasi. Asema alhamdulillah, Allah alamun ala dhati ilahiyya. Allah alamun ala dhati ilahiyya. Allah anaitwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah, mushtaqun min aliha ya'lam uluhatan, bimaana abada yu'badu ibadatan. Kwa hiyo Allah ina maana ya uluhiyya, ma'bud wahdahu la sharika lahu. Ndio maana hili jina ni khasa billah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maana yake ni ma'bud wahda, mwenye kuabudiwa wahda. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kaitwa Karim, anaweza kaitwa Rahim, Rahman, Rahim, anaweza kaitwa Rahim, lakini Allah hakuna, haijuzu kumuita Allah asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata Rahman, kwa sababu maana zake hizi hakuna anayestahili kwa hizi maana isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba hata wao wengine Karim maana yake fi alhaqiqa, yani uhakika wa karimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, karimu wa binadamu tofauti. Lakini hii Rahman na Allah ni khassa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, madluli yake ni kubwa, ambayo hashiriki katika madluli hii asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vyovyote vile. Anasema ahaqqu man dhukir wa aula man shukir. Hii Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye haki zaidi katika wenye kutajwa na mwenye haki zaidi katika wenye kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tofauti ya alhamdu wa shukr,
Ashukru inakuwa katika njia zote tatu: alqawl walqalb walfi'l. Alqawl walqalb walfi'l. Ndio maana nasema wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Ash-shakur hapa ina maana ya at-ta'a. Kwa hiyo ashukr inakuwa kwa kauli. Inakuwa kwa kauli vipi? Mfano, kusoma Qur'an ni shukr, kuleta adhkar ni shukr. Kulingania ni shukr. Ama fi alqalb niyya ni shukr. النية الطيب الحسن لشكر، إخلاص لشكر. أما الأفعال أفعال ziko nyingi: الركوع السجود zote ni shukru hizi. Kwa shukru inakuwa kwa qaul wal fi'l wal qalb. Amma alhamd inakuwa kwa qalb wal lisan wal qaul, inakuwa kwa qalb wal lisan. Alqalb kwa maana an-niyya ikhlas, واللسان الحمد، kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Naam, hadha ghaliban. Wa alayhi uthni ay umajjiduhu, namtukuza Allah subhanahu wa ta'ala wahda, adhkuruhu bitasbih wattahlil. Ni huko ndio kumfanyia thana Allah subhanahu wa ta'ala, kumsabbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Hiyo ndio athana. Naam, huu ni mukaddima ambao ameishia hapa msomaji. Alisa kadhalika, endelea. أحسن الله إليكم. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نعم، hapo kuna ibara kwenye nuskha yenu haipo, alim. Haipo kwa alim, ipo kwenye nuskha zingine alim. يأتي بعد هذا. بعد هذا يقدمشوا. ايش بعدها؟ اقرأ. عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه. نعم. أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. طيب، هي تقول يا أسمع. الصمد، ايش الذي بعد الصمد؟ الواحد الصمد. الواحد الصمد. الواحد بمعنى الله هو الواحد، ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala, sio wawili wala watatu. Qul huwa Allahu ahad. As-samad ay alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq, ambaye wanamkusudia waja kwa kumuomba dua, kwa kuomba waondoshewe haja zao, waondoshewe matatizo yao, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Huna kusema al-ahad fi radd ala an-nasara, na kuwa rad manasara ambao wanasema inna Allah thalithu thalatha. Naam, ahad as-samad. Aywa, الذي ليس له صاحبة ولا ولد. ليس له صاحبة ولا ولد. Allah subhanahu wa ta'ala hana kipenzi, mke wala mtoto, sio kama wanavyodai manasara. Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu sahibatun wala walad, na hii ni kufru. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha, kwa sababu huyo
mmoja katika huo utatu wanasema ni mwana wa Mungu, wanasema ni mwana wa Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu walad, laysa lahu sahiba hatta yakuna lahu walad, hana sahib aslan, hana mke mpaka awe na walad, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala naam, fala shabiha lahu wala adil, fala shabiha lahu, Allah subhanahu wa ta'ala hana anayefanana naye. Allah subhanahu wa ta'ala hana anayefanana naye. Fala shabiha lahu yani hana anayefanana naye shabih, wala adil ay an-nadhir al-musawi, wala hana anayelingana naye. الشبيه أنا يفنان هنا أنا يفنان ولا عديل، أليس كذلك؟ بلى. أي ولا مساوي له، ولا هنا أنا يلingana naye. Kuna kulingana na kufanana vitu tofauti, vitu tofauti. Hana anayeshabihiana naye wala hana anayelingana naye, yani hana anayelingana naye kwa ukubwa, hana anayelingana naye kwa sifa zake, hana anayelingana naye kwa neema zake, hana anayelingana naye kwa chochote. Ama kufanana naye, hana anayefanana naye katika dhati yake, katika uhakika wa sifa zake na mfano haya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ishkal kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ndiye ameumba mbingu na ardhi kisha akajalia ndani yake viza na nuru. Sasa shida ya hapo, thumma kisha baada ya hapo alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, waliokufuru wanamlinganisha Allah subhanahu wa ta'ala na masanamu, lakini Lata na Uzza, wanamlinganisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Sasa wanamlinganishaje na viumbe wakati yeye peke yake ndiye aliumba mbingu na ardhi na kajalia viza ndani yake, wama ila dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, hana anachofanana nacho, na yeye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. قوله البصير أي الذي نفض بصره كل المبصرات، macho yake Allah subhanahu wa ta'ala yanaona kila ambacho kinaonwa. Allah anaona kila kitu, kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anaona kila kitu, hata vile ambavyo wewe huvioni Allah subhanahu wa ta'ala anaviona, hata vile ambavyo wewe huna uwezo wa kuviona kwa macho yako, hata vikiwa mbele yako Allah subhanahu wa ta'ala anaviona, anaona kila kitu. Al-alim ay alladhi ahata 'ilmuhu bi jami'il ma'lumat mimma fil ardi was samawat, ambaye anajua, elimu yake inajua imezunguka kila kitu, kila kitu. Elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala imezunguka kila kitu, yani Allah anajua kila kitu. Al-khabir, hii khabir ni kama alim, lakini khabir ina maana ya tamamul ilm. Khabir ina maana ziada ya ilmu zaidi. Kwa hiyo anaposema alim na khabir ni sawa sawa, lakini khabir ina ziada ya maana, nayo ni utimamu wa elimu yake, yani elimu yake ni kubwa zaidi. Anajua kila kitu na anajua kila kitu zaidi na zaidi na zaidi. Khabir, kwa hiyo ni kama vile kutilia msisitizo wa elimu yake ya kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala. Asema al-mani' ay qawi, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuweza kuzuia chochote, hata kikiwa na nguvu vipi hakiwezi kuwa na nguvu ya kumzidi Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala dhul izzati wal 'azama,
dhul quwwa, mwenye nguvu, wal qahr. Ar-rafi' min ar-rif'a, yani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwa juu. Rif'atul makan, ujuu wa sehemu. Allah yuko juu ya kila kitu. Rif'atul makan, ujuu wa sehemu. Wa rif'atul makana, na ujuu wa nafasi yake, yani utukufu wake. Hakuna anayefikia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala wala anayelingana na Allah subhanahu wa ta'ala katika utukufu. Ama ujuu wa sehemu, Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, Allah yuko juu ya arshi yake, ndio ujuu wa sehemu. Yuko juu ya arshi yake, yuko juu ya kila kitu. Hakuna kitu kilichokuwa sawa na Allah au kilichokuwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja. Allah subhanahu wa ta'ala alim, yuko juu ya kila sehemu, yuko juu ya kila kitu. Na hii ndio aqida sahihi, aqida ya Kiislamu ni hii. Allah yuko wapi kwa dhati yake? Yuko juu. Ama ilmu yake iko kila sehemu, yani anajua kila kitu, anaona kila kitu. Lakini yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake yuko wapi? Yuko juu kabisa. Kwa ushahidi, qala ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah yuko juu ya arshi yake. Sasa tuambie arshi iko chini? Arshi iko juu? Iko chini? Arshi iko juu. Hakuna kiumbe ambacho kiko juu katika viumbe zaidi ya arshi. Hakuna kiumbe katika viumbe ambacho kiko juu zaidi ya arshi. Sasa Allah yuko juu ya arshi. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.